soka la chini la vijana na mipangilio yake ilipo? Nakushukuru sana Bwana Juma Ayo kwa swali zuri, swali ambalo linaenda kujenga mfumo mzima wa kuelezea Soccer School, Young African Soccer School. Ni project ambayo tumeianzisha na kama wote tunafahamu ni mfumo wa academy wa kufundisha watoto ambao waliokuwa na vipaji vya mpira na wasiokuwa na vipaji vya mpira. Kwa huu ni utaratibu ambao tumeuanzisha na dhamira ni kuleta elimu ya mpira katika umri mdogo. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu kwanza tunaamini umri mdogo unaweza kushika vitu kwa wepesi zaidi kuliko umri mkubwa na kufundishika kwa maana nyingine. Lakini la pili ni kwamba nafasi ya kucheza kwa maana ya umri wa binadamu wa kucheza mpira unaisha haraka sana, tofauti na professionals nyingine. Miaka 30 kwenye mpira unaitwa mzee. Ukifika 35 watu wanakuuliza una staff lini. Kwa hiyo kupitia hapo tukaona ni muhimu tukaleta elimu ya mpira katika umri mdogo mapema zaidi, ili kutoa fursa kwa wale ambao Mwenyezi Mungu atakuwa amewabariki kipaji na wakaweza kujiendeleza kwa maana ya kujifunza, basi watumikie hii tasnia kwa muda mrefu. Kwa hiyo tumeanzisha under 11 ambayo itachukua na miaka 10, 9, 8, 7. Kutakuwa kuna under 13 ambayo itakuwa na miaka 12, 11. Kutakuwa kuna under 15 ambayo ina miaka 14, 13. Na wote tunafahamu Young Africans ina under 17 tayari ambayo inashiriki kwenye mashindano. Na kuna under 20 ambayo pia inashiriki kwenye mashindano. Kwa hiyo tutakuwa tumekava ili daraja la kutoka mtoto mdogo ambaye anakuja kwa ajili ya kujifurahisha mpaka kufika professional, kwa maana akifika miaka 20 tunaamini kabisa career yake itakuwa imeshampa picha ya kwamba anaweza kuendelea na mpira au akaacha. Kwa hiyo tumeleta hii taaluma mapema na taaluma hii inajengwa katika misingi ya curriculum sahihi. Tulimleta technical director kama mnakumbuka, Paul Matthew kutoka South Africa, na task ambayo nilimpia ni kuandaa mfumo wa namna hii ambao umeletwa kwangu na kwa Excom. Tumeupitia, tumeutazama na kubadilisha kwenye yale maeneo ambayo tunaona yanaendana na mazingira yetu na kuja sasa na mfumo ambao umekamilika. Kwa hiyo hiki ni kituo cha kwanza ambacho tunakianzisha hapa maeneo ya Upanga, lakini dhamira yetu ni kusambaa katika viunga vya Dar es Salaam, lakini baadaye pia kwenda mpaka mikoani na kuikava Tanzania yetu. Nchi yetu ina watu zaidi ya milioni 61. Tunasema youth ni idadi kubwa ya zaidi ya 50-60, na hawa watoto ni asilimia nyingi zaidi, na hawa watoto wanahitaji kupata elimu hii ili waweze kufanya maamuzi sahihi, aidha kuendelea na mpira au kuendelea na mambo mengine related to football bila kuisahau tasnia ya kwetu yenyewe ya mpira. Kwa hiyo tumeanza kituo hiki, thamani yake nafikiri imetangazwa. Mtoto atakayetumikia center hii atalipa shilingi 400,000 kwa mwezi, lakini kutakuwa kuna initial payment kwa ajili ya kupata vifaa. Kama mmeona hapa watoto wote, kuna watoto wamevaa green, utaiona full, kuna watoto wamevaa jezi za njano kwa ukamilifu wake, kuna watoto wamevaa jezi nyeusi. Kwa hiyo mtoto mmoja atapata seti zote 3, na seti hizo zitamfanya aendelee kufanya mazoezi kwenye timu na kufanya training na kucheza pia mechi za kirafiki. President, naimalizia hapo kwenye swala la bei. Ukiishia hapo tumeshaanza kufanya registration ya wazazi na vituo vitakuwa zaidi ya hiki. Kwa hiyo kuna baadhi ya vituo vitakuwa na bei ya chini zaidi. Kuna study ambayo ilifanywa na Harvard University na inatumika pia, nimeona same model wanaitumia Aga Khan Hospital. Wana hospitali zao ambazo ukienda kama Upanga pale Aga Khan kuna bei yake ambayo iko premium kidogo, lakini wamefungua branch Masaki ambayo bei yake iko ya juu kidogo kulingana na mahitaji na wanasema economic stability ya ile eneo. Lakini hao Aga Khan wana branch maeneo mengine kama Tandale, maeneo kama Tandika. Ukienda kule bei zake zinakuwa chini kidogo kulingana na maisha ya watu wa huko. Kwa hiyo pia Yanga Soccer School itakwenda na huo mfumo. Kuna baadhi ya maeneo bei zetu zitakuwa chini kidogo kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya wahusika ambao tunawahudumia na kutazama zaidi economic scale yao. Na maeneo ya juu bei yao itakuwa juu. Na wote mnajua Upanga kidogo maisha yake sio ya chini wala sio ya chini sana. Kwa hiyo ni watu kuanzia middle class na kwenda juu. Kwa hiyo hapa ndio maana bei hiyo imekuwa hivyo. Na tunataka pia watu wapate huduma sahihi, kuleta walimu wazuri, infrastructure nzuri kama hizi, lakini pia vifaa ambavyo mnaviona hapa. Watoto wakija, kila mtoto atakuwa na mipira yake. Sharing itakuwa hakuna unless watakuwa wanafanya drills za pamoja.
usimamizi mzuri, mtoto wako akija atakuwa salama, hataweza kuchukuliwa na mtu mwingine. Tumeandaa utaratibu mzuri, kwa hiyo kuna supporting staff kubwa kwa ajili ya hii miradi. Ndio maana pia tumeweka gharama ili kukidhi gharama za uendeshaji wa hivi. Na nichukue fursa hii kuwaalika wazazi wanaopenda watoto wao wajifunze mpira. Tunawakaribisha, mfumo umetangazwa, wapite kwenye social media za Yanga, lakini pia kuna physical registration ya hapa kituoni. Ukija hapa unaweza kusajiliwa, ukalipa ada, mtoto wako akapewa vifaa, immediately anaanza. Na hii sasa hivi tumeshaanza, tunatarajia kutokana na usajili tutafungua pia vituo vingi zaidi. Nashukuru. President, tumeona hii sio mara ya kwanza kuwa na Pitso. Labda kwa nini Pitso ndio anakuwa anahusika sana katika mchezo wenu na katika kwa nini Pitso msema? Umeuliza swali zuri, na Pitso ni sisi tunamuita, na yeye anaitwa hivyo, the son of Africa. Ni kwanza mmoja katika makocha bora tuliowahi kuwashuhudia wanaotoka Afrika na wakaihudumia Afrika. Hakuna kocha mwenye mafanikio Mwafrika anayemzidi Pitso Mosimane. Najua nyewe ni waandishi, mnaweza kufanya research yake. Ana CAF Champions League 3 katika mikono yake, si ndivyo? Ana bronze medal 2 za Club World Cup. Huyu ni namba 1 coach in terms of success. Turnaround ya maisha yake, ukija kwenye football amecheza, mmemsikia pale, amecheza Jomo Cosmo, amecheza vilabu vikubwa South Africa, ameenda nje, amecheza national team, amekuja kufundisha, amefundisha vilabu vikubwa Mamelodi Sundowns, na nafikiri ndio kocha pekee kutoka Afrika amewahi kufundisha especially Sub-Sahara, amewahi kufundisha Al Ahly. Sidhani kama kuna kocha mwingine kutoka ukanda wetu huu wa Afrika ambao ni weusi amewahi kufundisha club namba 1 barani Afrika. Kwa hiyo kwanza ni mtu mwenye profile ya juu sana, hilo ni la kwanza. La pili, Pitso ameniinspire kufungua hichi kitu kupitia Young Africans miaka 3 iliyopita. Baada ya kuona anaelekea mwishoni, sasa anataka kupumzika, akaniambia project yake inayofuata ni soccer school, kuhakikisha anapeleka knowledge kwa watoto wadogo kwa ajili ya kujifunza mpira mapema. Miaka 3 iliyopita nilipomwalika, akaanzisha Pitso Soccer School. This is exactly what Young Africans is doing now. Pitso ameweza kudevelop huu mfumo kwa miaka 3, umeshaanza kufanya kazi. Sasa hivi ana mikataba na shule South Africa ambazo anazifundisha, inaitwa Pitso Soccer School. Zaidi ya shule 180 plus or minus South Africa, akiwa anatoa huduma kwa zaidi ya watoto 12,000. Na huwezi kuamini, ukiachilia tu hiyo kwenye kufundisha wachezaji, tumeshaanza kuona wachezaji wanasajiliwa. Kuna mtoto amesajiliwa Mamelodi Sundowns akiwa na miaka 13, anatoka kwenye Pitso Soccer School. Lakini pia hiyo South Africa amedevelop, ana zaidi ya makocha 90 sasa hivi wanaofundisha youth football. Juzi tumeona record in South Africa, mmoja katika makocha wake hao amesajiliwa na klabu inaitwa Sekhukhune, wote mnaifahamu, inashiriki ligi kuu ya South Africa. Kocha huyu anatoka kwenye mfumo huu wa Pitso. Kwa hiyo